Kwanza hongera kwa ushindi wako kwa kuchaguliwa kwa mara nyingine tena kuwa mwenyekiti wa TEF. Tunamshukuru Mungu, Jukwaa la Wahariri Tanzania linaendelea na kazi yake ya kuhakikisha watu wanahabarisha Watanzania kwa kufuata misingi ya sheria. Bajeti yetu ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imewasilishwa siku ya leo hapa bungeni. Je, imejibu vipaumbele vya tasnia yetu ya habari na kwa kiasi gani? Ukisoma kitabu cha bajeti, vipaumbele vimejibiwa. Inaanzisha mfuko wa mafunzo, inaeleza mafanikio na kuanzishwa kwa bodi ya ithibati, malengo ya kuanzishwa kwa Baraza Huru la Vyombo vya Habari, maendeleo ya tasnia ya habari. Lakini bahati mbaya sana, pengine waziri amepata muda kidogo wakati wa uwasilishaji, na katika kupata muda kidogo akajikuta hakuyataja haya. Yamo kwenye kitabu lakini hakuyataja, na isivyo bahati hata wabunge wamejadili bajeti yote. Kati ya wabunge wote waliochangia, hakuna aliyezungumzia magazeti, redio, televisheni wala mitandao ya kijamii. Hakuna aliyezungumzia maendeleo ya hii taaluma, ili hali taaluma hii ndio tunakwenda sasa kwenye uchaguzi mkuu. Matarajio yangu yalikuwa halali kwamba wangezungumzia jinsi vyombo vya habari vitakavyoshiriki duniani kote. Sasa hivi kuna ajenda kuu ya uchumi wa vyombo vya habari. Nilitaraji ingekuwa ajenda ambayo wabunge wangeizungumzia kwa sababu ina maslahi kwao na maslahi kwa taifa letu pia. Kwa hiyo katika hali hiyo nilitamani sana kwamba wabunge wetu katika bajeti zijazo wajenge utaratibu sasa wa kuwa wanaweza kuzungumzia taaluma ya habari. Maana hata kusikika kwao majimboni kunategemea vyombo vya habari, kuonekana kwao majimboni kunategemea vyombo vya habari ambavyo ni redio, mitandao ya kijamii, magazeti na televisheni. Kwa hiyo inawezekana kwa sababu AFCON iko karibu, wamepitiwa kidogo, wakajadili Simba na Yanga, wakajadili viwanja. Lakini hofu tuliyokuwa nayo ya kwamba hii Wizara ya Habari kuwekwa chini ya Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo inamezwa, na kweli tumeishuhudia. Maana leo ndo imekuwa mbaya zaidi. Sasa Balile, unafikiri nini hapo kikifanyika ndio vyombo kama ulivyovitaja kama magazeti, redio, televisheni pamoja na mitandao ya kijamii, nini kifanyike ili kuonyesha umuhimu wake pia? Sisi tutaendelea na nadhani tutakaa sasa. Tulikuwepo wadau wa habari, taasisi mbalimbali za kihabari. Tutakuwa na kikao Jumatatu, tumekubaliana kwamba tuzungumze, tuone mwelekeo ukoje na tunaendeleaje. Maana kama wabunge pengine hawatambui kazi ya vyombo vya habari, ndio maana hawajagusia, tujue kwamba labda sisi kuna mahala tumekosea, hatujafanya kazi yetu vizuri. Lakini bado tunaamini kwamba vyombo hivi vina umuhimu. Serikali ya Rais Samia imevitambua, imejinasibisha na vyombo vya habari, imerejesha uhuru wa vyombo vya habari. Tulitamani kabisa kusikia na wabunge wetu wanaojihusisha na kujadili mustakabali wa vyombo vya habari, kujadili maendeleo ya vyombo vya habari, badala tu ya kuzungumzia Simba na Yanga, dabi ambayo hata imeshapangiwa muda wa kuchezwa. Mwenyekiti, mimi naomba nikushukuru sana. Ndivyo ambavyo tunaendelea kupokea maoni ya wadau mbalimbali wa habari, na hapa nilikuwa nikizungumza na mwenyekiti wa Baraza la Wahariri Tanzania yani TEF, ndugu Deodatus Balile. Hayo ndio maoni yake.